Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi 11, ikasema, kwa sababu hiyo Mungu alimuinua juu kabisa, akampa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, mbinguni na duniani na kuzimu, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Sasa hiyo ni katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tuje katika ulimwengu wa kivita. Kama ilivyoandikwa na inavyosemwa muda wote kwa Putin, kila goti litapigwa na kila mtu atatubu dhambi zake kwa muda wake. Hili ni jambo ambalo kwalo kila mwenye akili timamu ataungana nami, na hapa ndiyo ninaungana na ule msemo wa mbio za sakafuni huishia ukingoni. Moja kati ya vipengele ambavyo watu wengi duniani waliona vinakwenda kuangusha utawala wa Urusi ilikuwa ni nchi za Magharibi na Umoja wa Ulaya, ambavyo waliiwekea Urusi katika sekta nyeti ikiwemo madini, chakula, gesi na kila kitu. Yaani kifupi, ilikuwa ni mwendo wa kuweka vikwazo kila wanapojisikia kufanya hivyo. Wakati wanaweka vikwazo hivyo, Urusi yenyewe kila siku ilikuwa inasema vikwazo wanavyoweka havina madhara yoyote kwa Urusi, maana wao kila siku wanazidi kuimarika kiuchumi na maisha ya raia wa Urusi yanazidi kuimarika na raia wa Urusi wanazidi kunawiri. Hili jambo liliwafanya wa Magharibi wajiulize, kwani kuna kitu gani kinaifanya Urusi kuwa imara muda wote? Kumbe walisahau kuna Mungu ambaye anasimama mbele ya watu ambao ni watenda haki. Sasa wamebana, wameamua kuachia. Ripoti mpya ni kwamba mkutano katika nchi za Umoja wa Ulaya wametaka kusitishwa kwa vikwazo dhidi ya Urusi, ambapo wanasiasa na wachumi kutoka Slovakia ambayo ipo katika Umoja wa Ulaya wanadai kwamba hatua hizo za kuiwekea vikwazo Urusi hazijawahi kufaulu na zimeleta madhara kwa nchi zilizoiwekea vikwazo Urusi. Slovakia iliandaa mkutano siku ya Jumamosi wakiitaka EU kuondoa vikwazo dhidi ya Urusi, huku wanasiasa na wachumi wakionya kwamba hatua hizo zimeathiri vibaya mataifa yaliyovitekeleza ikiwemo Slovakia yenyewe. Tukio hilo lililopewa jina la Slovakia bila vikwazo lilifanyika mjini Bratislava na lilihimiza ombi la kura ya maoni ili kushinikiza serikali ya pale Slovakia kuhamasisha kuondolewa kwa vikwazo hivyo katika ngazi ya Umoja wa Ulaya. Ombi hilo ambalo lilianzishwa mwishoni mwa mwaka jana na vyama viwili, chama cha ufufuo wa Slovakia ambacho ni chama cha mlengo wa kushoto na chama cha Homeland mlengo wa kulia, limekusanya zaidi ya sahihi 300,000 hadi sasa, kwa mujibu wa takwimu ambazo zimechapishwa. Pavel Slota, kiongozi wa chama cha Homeland na mmoja wa waandishi wa ombi hilo, amesema kwamba mustakabali wa Slovakia unategemea kukomeshwa kwa vikwazo hivyo. Nikimnukuu, anasema, hili linahusu taifa letu, raia wote wa Slovakia. Ni juu yetu kupigania mustakabali wetu. Tunapaswa kufanya kila jitihada ili ujumbe wetu umfikie kila Mslovakia mmoja. Anasema iwapo tutaacha mambo kama yalivyo, huenda tusipate nafasi ya pili. Mnapaswa kuuliza, je, mnawaheshimu watu dhaifu wanaojibadili na kufuata mkumbo, au mnaheshimu watu wenye nguvu wanaojiheshimu? Alihoji Slota, akihimiza watu kuunga mkono kampeni hiyo kwa ajili ya maadili yao, tamaduni zao, familia zao na taifa lao. Naye profesa wa uchumi anayefahamika kama Peter Stanek akawaambia washiriki kuwa tafiti ikiwemo zile kutoka mataifa ya Magharibi zimeonyesha kwamba vikwazo hivyo havina ufanisi. Nikimnukuu, anasema kuna tafiti nyingi zinazoonyesha wazi kuwa vikwazo havijawahi kufanikiwa, alisema Stanek. Anasema daima vimekuwa vikiathiri wale ambao wanavianzisha, vimevuruga sekta ya nishati duniani. Ameongeza kwamba bei za nishati barani Ulaya zimekuwa zikiongezeka tangu mwaka 2021 na ameonya kwamba ushuru mpya wa Marekani kwa bidhaa za EU pamoja na miradi ya kijeshi na mazingira yenye gharama kubwa kwa Brussels vinazidisha athari za kiuchumi ulimwenguni. Vikwazo hivi vinazidi kuchukua sura mpya kutokana na ujinga ambao unatawala wa Brussels pamoja na tume ya Ulaya. Anasema siwezi kuita kwa jina jingine kwa sababu inaonekana wameishiwa busara. Waziri wa zamani wa sheria wa Slovakia
anafahamika kama Stefan Halban, naye alihutubia mkutano huo akiishutumu EU kwa kuichokoza Urusi kwa vikwazo ambavyo anasema ni vikwazo vinavyochochea mzozo na kuipa silaha Ukraine. Kwa mujibu wa katiba ya Slovakia, rais wa Slovakia anaweza kuitisha kura ya maoni endapo ombi hili litakusanya sahihi zaidi ya 350,000 halali, na waandaji wa kampeni hiyo wameapa kuendelea kuzikusanya sahihi hizo mpaka pale zitakapofikia 350,000. As we speak tayari kuna sahihi 300,000. Waziri Mkuu wa Slovakia Bwana Robert Fico, ambaye ni mkosoaji wa sera za EU kuhusu Ukraine, ameuita mfumo wa vikwazo kuwa hauna tija. Ameitaka Brussels irejee katika mazungumzo na Moscow, na ameonya kuwa mtazamo wa mivutano unaleta madhara kwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Yaani lilikuwa ni swala la muda tu watu kupiga magoti kwa Bwana Vladimir Putin. Halafu sasa huyo Putin mwenyewe hata hashtuki kwamba kuna watu wamemwekea vikwazo. Yaani ni kama hakuna kitu kinachoendelea nchini kwake. Na hili ndilo jambo dunia inatakiwa kujifunza, jinsi ya kuishi na wavulana walioingia katika kundi la wanaume. Wakati kisanga kikiendelea huko EU, nako huko Ufaransa, Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, analazimishwa kushinda mechi zake. Baada ya kujifanya mzee wa busara, anatafuta sifa kama fisi. Sasa wananchi wake wameandamana wakimtaka aachie madaraka au aachie taifa lao la Ufaransa. Hivi karibuni rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron alitangaza msaada mwingine wa kijeshi wa takribani euro bilioni 2 kwa Kiev, ambapo kitendo hicho kimewakasirisha sana Wafaransa, ambapo maelfu ya waandamanaji wakalazimika kujitokeza mitaani Paris wakipinga msimamo wa kijeshi wa rais Emmanuel Macron na NATO kuhusu mzozo wa Ukraine. Jumatano iliyopita, ambayo ilikuwa ni kama tarehe 19 mwezi wa 3 2025, Macron alitangaza msaada mpya wa kijeshi ambao na takribani euro bilioni 2 kama kiasi cha dola bilioni 2.16 kwa Ukraine, baada ya wiki kadhaa za kushinikiza uungwaji mkono wa mpango wake wa kutuma wanajeshi wa magharibi kama vikosi vya kulinda amani nchini Ukraine, ambapo msaada huo unajumuisha makombora ya ardhini kwenda angani, magari ya kivita na droni, kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na kiongozi huyo wa Ufaransa, hali ambayo imemuibua Florian Philippot, mwanasiasa wa zamani wa chama cha mlengo wa kulia cha National Rally pamoja na chama chake cha The Patriots, kuanzisha maandamano ya nchi nzima kupinga jambo hilo. Kwenye video ambazo zimechapishwa zimeonyesha maelfu ya waandamanaji wakiwa wanatembea katika mitaa mbalimbali ya Paris wakipaza sauti zao, huku wakiwa na kauli mbiu ambazo zimeandikwa kwa maneno ya Kifaransa na mimi nimeziweka kwa Kiswahili, zikisema Macron, hatutaki vita yako na tunahitaji kujitoa huko NATO haraka, huku wengine wakibeba mabango yenye ujumbe unaosema Macron, hatutakufa kwa ajili ya Ukraine, tunataka ujiuzuru nafasi ya urais. Chama cha The Patriots kilifanya maandamano mengine jijini Paris mapema mwezi wa 3 baada ya Macron kupendekeza kupeleka silaha za nyuklia za Ufaransa katika mataifa mengine ya Ulaya washirika, akisema kwamba kuna mashaka juu ya dhamira ya Marekani kwa bara hilo. Alhamis, baada ya mkutano wa kimataifa jijini Paris, Macron alitangaza mpango wa pamoja wa Ufaransa pamoja na Uingereza wa kushinikiza kupelekwa kwa wanajeshi nchini Ukraine kama kikosi cha kutoa hakikisho la usalama iwapo kutakuwa na usitishwaji wa mapigano kati ya Kiev pamoja na Moscow. Macron kwa mara ya kwanza alizungumzia wazo la kutuma wanajeshi wa magharibi Ukraine mnamo Februari mwaka 2025. Licha ya kuwepo kwa wazo hilo, bado nchi za magharibi zenyewe zipo kwenye sintofahamu, ambapo waziri mkuu wa zamani wa Italia amefichua misheni ya siri ambayo inafanywa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Waziri wa ulinzi wa Estonia amekataa mpango wa Uingereza na Ufaransa wa kupeleka kile kinachoitwa kikosi cha kutoa hakikisho la usalama kilichoundwa na wanajeshi wa Ulaya Magharibi nchini Ukraine baada ya mapigano kukoma. Namnukuu, hatuwezi kuhatarisha usalama wa ukanda wa mashariki wa NATO. Hatuwezi kuingia katika mtego wa kuweka majeshi yetu nchini Ukraine kwa njia yoyote ile, kwani hatua hiyo itatufanya tuwe na hatari zaidi kwenye mipaka yetu.
Ifahamike awali, waziri wa ulinzi wa Lithuania Dovija Sakalien alisema kwamba Urusi itatumia kipindi cha baada ya usitishaji mapigano kuimarisha uwezo wake wa kijeshi kwa kasi. Tayari na jeshi kubwa lililo na uzoefu wa vita, na jeshi hilo litaendelea kuongezeka. Tusijidanganye, tusijipe matumaini ya uongo kwamba Urusi itakuwa imemaliza misheni yao baada ya Ukraine. Rais mwenyewe wa Urusi Vladimir Putin amekanusha mara kwa mara madai kwamba Moscow inaye mpango wa kushambulia mataifa ya NATO, akiyataja kama upuuzi mtupu unaolenga kutisha wananchi wa Ulaya na kutoa sababu za kuongeza matumizi ya kijeshi. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, bwana Steve Witkoff, ambaye alikutana na Putin katika taifa la Urusi Kremlin mapema mwezi wa tatu, akasema na waandishi wa habari kwamba Urusi haina hata asilimia ya nia ya kuivamia nchi yoyote ya NATO. Kwa mujibu wa Witkoff, mapendekezo na bwana Vladimir Putin, yeye anasema hawatakiwi kumjaribu kwa namna yoyote ile. Licha ya hayo, Urusi imepinga vikali wazo la wanajeshi wa NATO kupelekwa katika eneo la mzozo. Kwa mujibu wa Moscow, uwepo wa wanajeshi wa muungano huo unaoongozwa na Marekani, hata kwa mwamvuli wa kulinda amani, utamaanisha ushiriki wa moja kwa moja wa NATO katika mzozo huo. Niweke nukta hapo, mtaendelea kushare na mimi kwenye comment section hapo chini kwa hiki ambacho kinafanywa na nchi za Ulaya, hiki ambacho kinafanywa na bwana Vladimir Putin. Kwa wale ambao wana D3 watakuwa wanaelewa, wale ambao wana D2 watakuwa wanaelewa, kwa wale ambao wana D1 inaweza ikawa ni ngumu kidogo kuelewa, lakini tutalazimika kuvutana hivyo hivyo ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa falsafa za Urusi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.